eneo, himaya, territory, eneo la kijiografia. Namba 2, una mfalme. Namba 3, una watu chini yake, na niliongea kwa kina kidogo kuhusiana na haya. Namba 4, una lugha, na tukatoa mifano kadhaa. Namba 5, una namna ya kufikiri, mindset, namna ya kufikiri. Namba 6, una aina ya chakula, aina ya vyakula. Kila ufalme una mavazi. Kila ufalme tutasema. Namba 7, namba 8 sijui ina mifumo. Sawa? Mifumo maana yake utaratibu wa kuendesha mambo. Na nikasema mifumo kama mifumo ya afya, mifumo ya ulinzi, mifumo ya kiuchumi, ya kiugavi na mifumo ya aina nyingine. Amen. Jambo lingine tukasema ufalme wa Mungu pia una nini? Himaya, eneo. Tunatawala kimaeneo, na tulishia hapo. Ufalme wa Mungu pia una himaya, una maeneo. Mfano mzuri ni mtu kama Daniel. Daniel alikuwa ndiye mtawala wa kiroho kwa upande wa ufalme wa Mungu wa eneo linaloitwa Uajemi. Kwa ufalme, kwa duniani alikuwepo mtu anaitwa Koreshi ambaye alikuwa ndio mfalme wa Uajemi, si ndio? Kwenye ulimwengu wa roho wa giza kulikuwa na mkuu wa ufalme wa Uajemi. Tulisoma kwenye ile Daniel 10. Kwenye ulimwengu wa roho wa Mungu kulikuwa na Daniel ambaye ndio mtawala. Kwa hiyo vitu vya kimungu katika nchi ile, katika lile eneo la Uajemi, vilikuwa haviwezi kufanyika mpaka Daniel amehusika. Lakini pia kulikuwa na athari za moja kwa moja kwenye ule ufalme na maisha ya maombi ya Daniel. Kwa Daniel kupitia na kufuatilia vizuri na gundua kitu cha kwanza ambacho nilisema jana, ili kuwa mtawala kwenye eneo wa kiroho, jambo la kwanza nilisema ni lazima mtu ajitambue yeye ni nani. Na nikasema ya kwamba moja ya kitu ambacho Wakristo, watu wa Mungu wengi tunakikosa, watu wengi hatujitambui nafasi zetu. Sasa sio tu kujitambua ya kujisema, kujitambua kuanzia mpaka unavyojifikiria. Unajua watu wengi hawajifikirii kiuhalisia wa maisha yao ya neno la Mungu. Wengi wanajifikiri kinyume na neno la Mungu. Kwa hiyo haiko kwenye kusema kwanza, iko kwenye ile utambuzi. Au Kiingereza unaweza kusema iko kwenye ile consciousness ya wewe ni nani katika Kristo. Wewe ni nani? Ile inageuza kila kitu kwenye maisha ya mtu. Na moja eneo ambalo litaanza kufanya kazi ni kuuthibitisha utawala au nafasi yako. Amen. Bwana asifiwe sana. Moja ya kama mtu ni mkuu wa mahali, ni rais, alafu ajitambue yeye ni rais, hawezi kupractice mamlaka yake. Sasa ndivyo ilivyo, watu wengi wanashindwa kuyapractice mamlaka yao kwa sababu hawajitambui. Unajua hata Yesu anakutana na yule mgerasi, yale mapepo anasema tunajua wewe ni nani. Lakini kabla ya pale Yesu alikuwa anajua yeye ni nani. Alafu unakutana kuna mapepo fulani ambao watoto wana wasiwewa walikuwa wanayatoa. Moja ya kitu kilifanya ya washinde, yaliuliza ninyi ni akina nani? Manake kuna utambuzi. Yesu anakutana na shetani, anamwambia ikiwa wewe ni mwana wa Mungu. Unagundua moja ya siri ya kutawala kwenye maeneo ambayo Mungu anatuweka ni kuwa na uwezo wa kujitambua wewe ni nani katika Kristo. Amen. Wakristo wengi wameokoka lakini hawajitambui wao ni akina nani. Ndio maana Petro anawachallenge kanisa la Efeso
kwenye Efeso sura ya 3 mstari wa 1 anasema ikiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo. Unajua hiyo ni lugha ya challenge, kwamba unajisema kwamba umefufuliwa pamoja na Kristo. Na ni kweli kabisa, ulipookoka umefufuliwa pamoja na Kristo. Anasema ikiwa kama kweli umefufuliwa pamoja na Kristo, tutategemea mambo mawili. Jambo la kwanza utayafikiria. Jambo la kwanza moja wapo ni kuyafikiri yaliyo juu. Hapo jambo lingine anasema mtayatazama yaliyo juu, alafu anasema mtayafikiri yaliyo juu. Kwa kama kweli sisi tumefufuliwa pamoja na Kristo, lazima tufikiri kwenye nafasi yetu. Nafasi yetu hii tumeketishwa pamoja na Kristo. Tumeketishwa pamoja na Kristo. Ile kujitambua tu tayari ni hatua ya kwanza ya kumshinda adui. Tayari ni hatua ya kwanza ya kuanza kuona umiliki wako unaanza kuthibitika na kuongezeka. Amen. Kwa maisha ya kujitambua yatatusaidia kuongeza kiwango chetu cha umiliki na kiutawala. Lakini namba 2 ni maisha ya maombi. Maisha ya maombi. Maombi sio kama tukio la kupelekea mahitaji, siongelea hilo. Naongelea maombi kama mwakilishi wa ufalme wa Mungu mahali. Unajua Yesu alivyofundisha maombi, alifundisha kwa moja ya namna alifundisha kwa engo ya ufalme. Sasa wengi wanafahamu maombi kama jambo la kupelekea mahitaji na kupatia mahitaji kwa Mungu. Ni sawa, lakini maombi ni zaidi ya jambo la kupatia mahitaji kwa Mungu. Maombi ni jambo ambalo linakuthibitisha katika nafasi yako. Unapoomba unaithibitisha nafasi yako katika ufalme wa Mungu. Ndio maana Yesu akawaambia wanafunzi wake, ninyi salini hivi. Alafu anasema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Maana yake tunataka kuwa watawala kwenye eneo la ufalme, ni lazima tuwe na maisha ya maombi. Sio matukio ya maombi, maisha ya maombi. Maisha ya maombi. Sasa shetani ametufanya, au sijui ni shetani au vyovyote vile, tunayatazama maombi kama kifaa cha kupatia mahitaji kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo tukipata mahitaji fulani tunaacha kuomba. Hatujui maombi ni tool ya ufalme. Ni kwa ajili ya kuthibitisha ufalme wa Mungu duniani. Ndio maana anasema ninyi salini hivi, ufalme wako uje. Manake muombaji na ambaye anaomba kwa ufahamu na akiendelea kuomba, kwa kadiri unavyoendelea kuwa na maisha ya maombi, ndio kwa kadiri ambavyo unaendelea kuwa mtawala. Waombaji ni watawala. Muombaji mwenye ufahamu ni mtawala. Na kwa kadiri unavyoomba ndio utawala wako unaongezeka. Ndio maana unaona Danieli utawala wake ulikuwa, ukakua, ukafika mahali Danieli alikuwa ni mtawala wa nchi. Ndio maana hata kesi za Danieli zilikuwa haziamuliwi na wakuu wa mikoa au mawaziri. Hata ile kesi ya tundu la simba ilitokea kwa hao wa chini, lakini hawakuweza wao kuilazimisha. Unagundua hao wa mawaziri, kusoma kwenye Daniel, mawaziri ndio walileta wazo, lakini ilibidi litoke kwa mfalme ili liweze kumwathiri Daniel. Kwa sababu gani? Kwa sababu Daniel alikuwa yuko juu, alikuwa yuko kwenye level ya kimfalme. Kwa kusingekuwa na chochote cha kiroho cha level ya chini kingeweza kumpinga na kufanikiwa mpaka hiyo kwa level ya ufalme. Na nini kilimfikisha pale? Utawala wake, himaya yake ikawa kwenye level ya ufalme. Maisha ya maombi. Muombaji ni mtawala akiwa na ufahamu. Kwa muombaji anayejua nafasi yake katika Kristo. Muombaji ambaye ana maisha ya maombi, sio matukio ya maombi. Wakristo wengi wana matukio ya maombi, wanaomba kwa matukio. Anaomba akiwa na hitaji fulani, anaomba akiwa na shida. Hawana uendelevu, hawana kitu kinaitwa maisha ya maombi. Wana matukio ya maombi. Kuna watu wana matukio ya mifungo, wana matukio. Kwa anaweza akaibuka mwezi huu ni muombaji hatari, alafu baada ya hapo imekufa. Huyu mtu hawezi kuwa mtawala. Waombaji wa misimu, kwa mfano tunaelekea msimu wa waombaji sasa hivi.
Disemba, Januari, utaona watu wanavyojikomiti. Mwaka unapoanza mifungo mingi, lakini tukishasogea mwezi wa 3 wa 4 tunapoteza waombaji. Alafu mwaka unapoanza tena anaanza tena kujikoki. Mtu wa aina hii hawezi kuwa mtawala. Mtawala ni yule ambaye maombi ni maisha yake, alafu mtu anayejitambua. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaomba, moja ya kazi kubwa ya kuomba ni kuthibitisha utawala wa kiungu duniani, kuthibitisha ufalme wa Mungu duniani. Nini sanini Baba yetu uliye mbinguni, ufalme wako uje. Kwa maombi yanauthibitisha ufalme wa Mungu duniani. Amen. Namna ya tatu ya kutawala ni kupitia maisha ya kujitenga na dhambi. Sasa unajua kuna tofauti ya kuomba ukiwa una mtazamo wa kiufalme na tofauti ya kuomba kwa sababu tu ni shughuli ya kidini. Sababu kila dini inaomba, kila dhehebu linaomba. Sasa kuna tofauti ya muombaji ambaye anaomba kama shughuli ya kidini, lakini kuna tofauti na muombaji ambaye anaomba kama mtu wa ufalme wa Mungu. Maana huyo mtu ambaye anaomba kama mtu wa ufalme wa Mungu, issue yake sio mahitaji. Issue yake sio anatazama mbali. Kwa sababu kwa kadri unavyoendelea kuomba unaongeza imani yako. Mimi nafahamu, nimewahi kusoma habari ya muombaji mmoja duniani ambaye alikuwa anaomba kiasi ambacho kiwango chake cha kiutawala kiliongezeka, kiasi ambacho akiingia mjini, kwa mfano akija Dar es Salaam, kuna shughuli za giza zinasimama kwenye mji mzima. Hajatangaza kama ameingia, lakini uwepo wake mjini, baa zinapoteza wateja. Yeye kuwepo tu Dar es Salaam, baa za Dar es Salaam watu wanaanza kutojisikia kunywa pombe, baa zinapoteza wateja. Na akiondoka mjini ni miezi 6 mbele, biashara ya baa haiendi vizuri. Kwa nini? Maisha maombi. Ni mtawala kaingia. Kwa zile pepo ambazo zinasababisha watu kulewa na nini, zinajua mwenye nguvu kuliko sisi kaingia, zinakaa pembeni. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilisema jana, hata pepo zina akili, hazipigani kila vita. Zinajua aliyepo amebeba nini. Kuna mitaa ambayo ukiingia, mtu mwenye nguvu ya Mungu, kwa maana mtawala kwenye ile eneo kupitia maombi, kuna mitaa ambayo ukiingia, wale wachawi wa mtaa wanabidi wapumzike kuroga kwenye hilo eneo, wakalogee kwingine, kwa sababu kuna mtu ameingia kabisa. Haya mambo yanawezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna nyumba ukiingia, hata kama walikuwa hawalali, wataanza kulala kwa utulivu. Kuna mtu unashangaa ukiwa naye karibu, kuna namna tu vita fulani zinapotea. Kuna mwingine tu hata akiwa around, akiwa tu karibu na wewe, unaona na mambo ya kiuchumi yanaanza kunyooka. Sababu sio nyingine, huyu mtu ni mtawala. Sasa huu utawala uko kwenye levels mbalimbali. Wengine wanatawala kidogo, wengine namna ya kuwa mtawala ndio hiyo maisha ya maombi. Anza kujifunza kuomba. Ndio maana unagundua Yesu hakuwa anaomba kwa sababu ana mahitaji. Kuwa muombaji kwa sababu ya mahitaji ni kiwango cha chini kabisa cha kufikiri. Lakini watu wengi ndio kinachowa drive, anaomba kwa sababu ana uhitaji. Akiwa hana uhitaji anaacha kuomba. Unatakiwa uombe kwa sababu wewe ni mtu wa ufalme. Maombi ni kitu cha kiufalme. Na unapoendelea kuomba unaendelea kuthibitisha ufalme wa Mungu duniani. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaeleweka vizuri? Namba nyingine nimesema kutocheza na dhambi. Na hii ni eneo lingine ambalo Wakristo wengi wamekamatika. Unajua watu wengi tukiongelea dhambi wanawaza nini? Wanawaza toba, wanawaza jehanamu. Basi ndio amefungiwa. Kwa akiona kwamba hata nikitenda dhambi nitatubu,
Kwa hiyo anaweza akacheza na dhambi kwa sababu anajua kuna nafasi ya kutubu. Na mimi sikatai kabisa. Ukitenda dhambi, ukifanya toba ya kumaanisha, Mungu anakusamehe na anasahau. Damu ya Yesu inafanya kazi, inasafisha kabisa. Sawa? Lakini kuna athari za kiufalme za mtu anayecheza na dhambi. Anaweza akawa anapata msamaha, lakini anapoteza nafasi yake ya kiutawala. Mtu anayecheza na dhambi. Kwa lazima tuitazame dhambi pia kwa mtazamo wa kiufalme. Naeleweka watu wa Mungu? Hata kama msamaha upo, lazima tuitazame kwa utazamo. Moja ya kitu unajua unapoanza kucheza na dhambi, unapotenda dhambi mara ya kwanza, mara nyingi ile nguvu inayofanya mtu kutenda dhambi ni nguvu inayofanya kazi kutoka nje. Yaani ule ni ushawishi wa nje. Unajaribu kumshawishi mtu kutokea nje. Huyo mtu anapoendelea kutenda dhambi ile na kuirudia, maana yake ile nguvu anaifungulia mlango. Hii ndio shida ya dhambi. Unapotenda dhambi ni tukio lililo nje yako, sio ndani yako, kwa sababu ulipookoka ndani yako dhambi iliondolewa. Sawa? Maana yake unapoanza kutenda dhambi ni tukio lililo nje, ni ushawishi kutokea nje. Unapoendelea kutenda dhambi unafungua mlango. Nyuma ya kila dhambi kuna spirit, kuna roho ambayo inafanya kazi na ile dhambi. Sasa moja ya target ya shetani kwa watu wa Mungu ni ile nguvu ya dhambi imtawale, awe mtumwa wa dhambi. Maana yake amtoe huyu mtu wa Mungu kwenye nafasi yake ya kutawala, amweke kwenye nafasi ya utumwa. Kwa hiyo unapoanza kutenda dhambi, mara nyingi inakuanza kutokea nje yako. Ni nguvu inakushawishi, umeshawishiwa na mtu, mawazo na vitu kama hivyo. Na ndio maana ni ngumu kutenda dhambi yoyote kwa mara ya kwanza. Dhambi yoyote ni ngumu kuitenda. Kama ni zinaa, hujawahi kujihusisha kwa masuala ya zinaa, ni ngumu sana kuanguka kwenye zinaa kwa mara ya kwanza. Lakini ni ngumu sana kufoji na kuiba kwa mara ya kwanza. Ni ngumu, utasikia na moyo unadunda kwa sababu ni kitu kiko nje yako. Lakini baada ya mara ya kwanza ni rahisi kwa mara ya pili, ni rahisi zaidi. Haiwi ngumu kama mara ya kwanza. Si ndio? Kudanganya mara ya kwanza, kumchiti mke wako mara ya kwanza ni ngumu, au mume wako ni ngumu. Lakini ikifanikiwa ya kwanza, ya pili sio ngumu sana, au tumii bidii nyingi, ya tatu sio ngumu sana. Baada ya muda unashangaa sio kitu tena kinakushawishi, ni kitu kinaanzia ndani yako. Yaani baada ya muda unaanza kugundua huwezi kuishi bila hiyo dhambi. Unajua maana yake? Mwanzoni dhambi ilikuwa nje, au kuwa mtumwa wa hiyo dhambi. Baada ya muda dhambi imekuwa bwana kwako, umekuwa mtumwa. Ndio maana inakuwa inakuendesha. Yaani wewe kama kuna kitu sasa kinakulazimisha kuifanya. Maana ile dhambi imefunguliwa mlango na inafanya kazi kutokea ndani. Huyu mtu amekuwa mtumwa. Na hilo ndio lengo la shetani kwa watu wa Mungu. Shetani anapokuingiza kwenye masuala ya dhambi, labda tusomee zinaa, lengo lake sio kile kitendo cha zinaa. Kwa sababu shetani anajua unaweza ukaanguka kwenye zinaa alafu ukafanya toba ya dhati. Anajua nguvu ya damu ya Yesu. Anajua kabisa. Kwa lengo lake hasa kwanza sio hilo. Lengo lake ni akufikishe mahali uwe mtumwa wa zinaa, uwe mtumwa wa wanawake, mtumwa wa wanaume. Ndio lengo lake. Uwe mtumwa wa uongo, uwe mtumwa wa dhambi fulani. Akikufikisha hapo, anajua sasa sio swala tu la nitatenda na kutubu. Amekufikisha mahali amekutoa kwenye nafasi yako. Maana yake hautakuwa mtawala. Na Wakristo wengi wamekuwa watumwa kwa sababu ya kucheza na dhambi. Kwa moja namna ya kuimarisha, kuestablish
nafasi yako ya kiutawala ni kujilinda mbali na dhambi na kushughulika na kila dhambi ambayo inayatesa maisha yako. Naeleweka vizuri? Kwa sababu nimesema wale ambao wamefuatilia, unapokuwa mtawala kwenye ufalme wa Mungu, ndio mambo yanaendelea kuwa mepesi kwenye maisha yako. Maisha yanaitikia watawala. Uchumi unaitikia utawala. Ni rahisi kukomandi, kwa sababu kila kitu ili kifanyike kwenye maisha ya mtu Mungu kinaitikia uwezo wake, nafasi yake ya kiutawala. Ndio maana ninapozungumzia utawala, ninaongelea utawala kwenye kila engo. Ukiwa mtawala kwenye uchumi, maana yake hela itaitikia kwako kiwepesi. Ukiwa mtawala kwenye afya, maana swala la afya litakuwa settled kwako. Ukiwa mtawala kwenye eneo fulani, hilo eneo maana yake itakuwa ni rahisi kwenye maisha yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la 4 ambalo litatufanya kuwa watawala ni maisha ya utoaji. Ijue nafasi yako, zingatia maombi, jilinde mbali na dhambi, tolee Mungu kwa kumaanisha. Maisha ya utoaji. Maisha ya utoaji yatakufanya kutawala eneo la uchumi. Hakuna utawala kwenye uchumi bila uaminifu katika kumtolea Mungu. Kwa sababu tunaongelea ufalme wa Mungu. Utoaji kwenye ufalme wa Mungu unawafanya watu kuwa watawala. Mtoaji ni mtawala. Mtoaji ni mtawala, muombaji ni mtawala. Muombaji ni mtawala. Mtu anaishi maisha matakatifu ni mtawala. Mtu anayejitambua nafasi yake katika Kristo, huyo ni mtawala. Kwa hiyo hata ufalme wa Mungu, nimesema jambo la kwanza, ufalme wa Mungu na nini? Una himaya. Sawa? Kama vile ufalme wa Tanzania una himaya, na kuna watawala mbalimbali kwenye ufalme wa Tanzania. Kuna rais, kuna watawala wa mtaa, mwenyekiti wa mtaa, kuna watawala wa wilaya, mkuu wa wilaya na wenye level za wilaya, kuna watawala wa makampuni, kuna watawala mbalimbali, na ndivyo ufalme wa Mungu ulivyo. Amen. Tutakuwa kiutawala kwa kufahamu, knowledge, kujitambua nafasi zetu, kwa maisha ya maombi yenye uendelevu, kwa kutocheza na dhambi, kujilinda, na kwa maisha ya utoaji. Lakini pia ufalme wa Mungu una mfalme. Kama vile hakuna ufalme bila mfalme, ufalme wa Mungu una mfalme na una wafalme. Yesu ndio mfalme na sisi ni wafalme chini ya mfalme Yesu. Amen. Kama wafalme tunapishana viwango vya utawala, na unagundua Yesu alikuja kutambulisha ufalme wa Mungu. Yesu hakuja tu duniani kuleta wokovu, alikuja kutambulisha ufalme wa Mungu. Wokovu ndio unatuingiza kwenye ufalme. Lakini baada ya kuingia kwenye ufalme, tunapaswa kufahamu ufalme wa Mungu unavyofanya kazi. Yesu alikuja kutambulisha ufalme wa Mungu. Mathayo 9:35 anasema, naye Yesu alikuwa akizunguka katika miji yote na vijiji, akifundisha katika masinagogi yao na kuihubiri habari ya ufalme. Habari ya ufalme ambayo ndani yake ilikuwa na kuponya wagonjwa na madhaifu ya kila namna. Alihubiri injili ya ufalme. Injili ya ufalme. Kwa Yesu alikuja kutambulisha ufalme wa Mungu. Kwa maana ukifuatilia maandiko unaona Yesu anazungumzia sana ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu umefanana. Ufalme wa Mungu umefanana. Ufalme wa Mungu umefanana. Kwa nini anazungumzia sana ufalme? Kiangalia Yohana ambaye alikuwa anamwandalia Yesu mazingira, alikuwa anazungumzia ufalme. Ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu. Yesu alikuja kutambulisha ufalme wa Mungu. Amen. Kwenye ufalme wa Mungu pia kuna watu chini yake. Kila ufalme una watu. Kwenye ufalme wa Mungu una watu chini yake.
Biblia inasema Yesu alipotoka alitufanya kuwa ufalme na makuhani, nao wanamiliki juu ya nchi. Yohana sura ya 5 mstari wa 10. Yesu alitufanya kuwa ufalme na makuhani. Kwa ufalme wa Mungu na watu chini yake. Sisi ni watu chini ya ufalme wa Mungu. Sisi ni watu chini ya ufalme wa Mungu. Taeleza mbele kidogo nafikiri. Sisi ni watu chini ya ufalme wa Mungu. Kama vile Watanzania walivyo muhimu chini ya Tanzania, ndivyo tulivyo muhimu chini ya ufalme wa Mungu. Kila ufalme ni watu, una watu wake. Ufalme wa giza pia una watu wake. Utukufu wa mfalme ni wingi wa watu wake. Sisi ndio utukufu wa Mungu duniani. Mimi na wewe ndio utukufu wa Mungu duniani. Kwa sababu utukufu wa Mungu duniani kama mfalme, utukufu wa Yesu duniani kama mfalme ni wingi wa watu wake. Ni sisi tunapokuwa serious na Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila ufalme wa Mungu pia una lugha. Na hapa nataka niongee kidogo. Nimeeleza jana umuhimu wa lugha kwenye ufalme wa dunia. Na ndivyo ilivyo ufalme wa Mungu una lugha. Kwa sisi kama wana wa ufalme lazima tujue ya kwamba sisi tuna lugha yetu. Maanake mimi na wewe tu wawakilishi wa ufalme wa Mungu duniani. Kama wawakilishi, Biblia inasema sisi si wa ulimwengu huu. Yesu anasema hawa si wa ulimwengu huu kama mimi ambavyo nisivyo wa ulimwengu. Hapa anasema ndio maana ulimwengu unawakataa. Kwa maana yake mimi na wewe si wa ulimwengu, lakini tumo ulimwenguni humu. Ndio anasema wamo ulimwenguni humu kwenye Yohana 17, lakini wao si wa ulimwengu. Kama wangalikuwa wa ulimwengu, ulimwengu ungewakubali. Maana yake sisi ni wa ufalme mwingine, lakini tuko huko duniani. Sasa kila ufalme una lugha yake. Tatizo linakuja, mtu asiye wa ufalme huu wa ufalme wa mbinguni na hajui lugha ya ufalme wake. Kwa hiyo anaongea kama wanavyoongea wa huku duniani, wakati yeye sio wa huku duniani. Aongee lugha yake, maanake ufalme wake haumuelewi, hauwezi kumsaidia. Na hapa ndipo swala la unasema nini linakuwa. Unajua tumekuwa tu tunaambiana kiri uzima. Hiyo kiri uzima inatokea wapi? Inatokea kwenye ufalme wetu. Ufalme wetu hauna magonjwa. Ufalme wetu hauna kupungukiwa. Ufalme wetu hauna kufeli. Kwa maana yake tunatakiwa tuwe na utambuzi wa kiufalme na utambuzi wa ufalme wetu, kiasi ambacho utaanza kugeuza tunavyozungumza. Kiasi kwamba mtu akizungumza duniani, wanasema mbona unazungumza utafikiri sio wa dunia hii? Kwa haya mambo hayakuhusu wewe. Ndio hayanihusu. Mimi niko dunia hii, lakini mimi sio wa dunia hii. Kwa sizungumzi lugha ya dunia hii, nazungumza lugha ya kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema hivi kwenye Isaya sura ya 8 mstari wa 12. Isaya 8 mstari wa 12 anasema msiseme ni fitna katika habari ambazo watu hawa wanasema ni fitna. Msiseme kama wanavyosema. Hapo anaendelea kwa kusema msihofu kwa hofu zao. Ndio? Naomba nisome. Isaya 8:12. Anasema msiseme ni fitna katika habari za mambo yote ambayo watu hawa watasema ni fitna. Na msihofu kwa hofu zao. Unaona hili andiko linavyotofautisha? Manake wao wana hofu zao ambazo hazituhusu sisi. Wao wana lugha yao ambayo haituhusu sisi.
Maanake sisi kama wafalme hatupaswi kusema wanachokisema, na sio tu kutosema wanachokisema kwa mtazamo tu mwingine, kwa mtazamo wa kiufalme. Unajua watu wengi wanasema usikiri udhaifu, usikiri udhaifu, lakini hajui kwa nini nisikiri udhaifu wakati nasikia udhaifu. Kwa nini niseme udhaifu wakati nasikia udhaifu? Kwa nini niseme maisha magumu wakati naona kabisa napambana? Wengi hawajui nini kiko nyuma ya hicho kitu. Kwa mtu tu anaweza akawa anakiri uzima, lakini sio kwa sababu kweli anatambua yeye ni mzima, sio kwa sababu anatambua yeye ni wa upande upi, origin yake. Anasema uzima kwa sababu amesikia wanasema usikiri udhaifu. Anasema uzima, anasema mimi ni mzima kwa jina la Yesu. Alafu baadaye lakini kibinadamu ila kibinadamu naumwa, ila mimi ni mzima kwa jina la Yesu. Na ndio maana wengi hawaoni matokeo, kwa sababu haianzii kwenye kusema, inaanzia kwenye kujitambua. Watu wa Mungu, matokeo yapo kwenye kuongea. Matokeo yapo kwenye nini kinakufanya uongee. Sasa nini kinapaswa kumfanya mtu aongee uzima? Ni kujitambua yeye ni wa wapi, origin yake ni wapi. Na ile origin yangu hainiruhusu kuumwa. Unajua kuna vitu tukiongea wanasema huyu ana kiburi. Yaani kwa nini huko duniani unasema siruhusi kuwa mgonjwa? Huko duniani niko duniani, ila mimi si wa dunia hii, si wa ulimwengu. Haihusiani na kiburi, inahusiana na origin. Huwezi kumsikia balozi wa Marekani analia. Yani Tanzania tuna njaa, yani tuna shida Tanzania, yani hatuna. Balozi wa Marekani hawezi kulia akiwa Tanzania, kwa sababu anajua yuko Tanzania, lakini yeye sio Mtanzania. Maisha yake Tanzania hayaathiriki moja kwa moja na Tanzania. Hivyo najua nguvu ya uwakilishi. Hata ukiwa kwa mfano wale watu waliouawa kipindi hiki, labda zile tarehe za uchaguzi, kwa mfano kungekuwa na mtu akaingia kwenye lile eneo la ubalozi wa Marekani, alafu akapigiwa risasi kwenye lile eneo liko Tanzania lakini ndani ya ubalozi wa Marekani, ingekuwa ni kesi nyingine, kwa sababu lile eneo ni Tanzania lakini si la Tanzania. Hata mwizi ameiba akikimbilia kwenye lile eneo, itabidi waombe ubalozi wa Marekani ndio wakamatie wamletee. Hii ndio iko serious kwa kiasi hicho. Na Biblia inasema sisi ni mawakili wa ufalme wa Mungu. Maanake tunapoishi duniani sisi si wa dunia hii. Sasa huu usemi, maanake hakuna nchi, hakuna ufalme usio na lugha. Ni kutoitendea haki ufalme wako, kutojua lugha ya ufalme wako. Sasa Biblia inasema msiseme kwa kuwa wanasema. Huwezi kulia tu tutakufa wote kwa kuwa kuna hatari. Sisi wa ufalme wetu hauruhusu hizo hatari. Lugha yetu ni ipi? Lugha yetu ni neno la Mungu. Lugha yako ni neno la Mungu. Ndio maana ni hatari sana kwa Mkristo asiye na neno. Mtu wa ufalme hana neno, na watu wengi hawana neno ndani. Hawana neno. Hawana neno la Mungu ndani. Kwa akikutana na changamoto, anaongea wanachoongea. Akikutana na hatari, wanasema wanachosema. Na maandiko yanasema msiseme ni fitna. Katika habari ambazo watu hawa wanasema ni fitna. Msiseme ni maisha magumu wakati wengine wanasema maisha magumu. Mimi baada ya kuwa na ufahamu, kuna vitu ambavyo hata kwa bahati mbaya siwezi sema. Hata kwa bahati mbaya kuna maneno ambayo huwezi nisikia ninasema, kwa sababu nimeelewa hii kanuni ya kufanikishwa na ufalme wa Mungu, kiasi kwamba ndani yangu mimi nafikiria kama vile
ufalme wangu. Kwa kuna namna, kuna maneno huwezi nisikia nasema, hauwezi kusikia nasema hata kwa bahati mbaya maisha magumu tutaishije sisi. Haiwezekani hata kwa bahati mbaya. Hata msimu wa corona hakukuwa hata na bahati mbaya ya kuongea kwamba inawezekana mimi nitapata maambukizi. Haikuwepo hiyo. Hata kwa bahati mbaya sikuwahi kuongea. Hata kwa bahati mbaya sikuwahi kuongea. Hata kwa bahati mbaya. Hata kwa bahati mbaya wewe usiaise ugonjwa utatumaliza. Haiwezekani. Yaani siwezi kusema hapo nimesema bahati mbaya. Haiwezekani. Haipo kwenye mfumo wa kufikiri kwangu. Haipo. Siwezi kusema nitakufa mimi nitakufa. Haipo kabisa kwenye mfumo wa kufikiri. Sasa haipo tu kwenye kusema, ipo kwenye kusema kile ambacho umeshawishika. Kwamba mimi ni mtu wa ufalme. Hakuna kitu kinaweza kuniondoa duniani isipokuwa wakati wangu umeisha hapa duniani. Na wakati wangu ukiisha, lazima nijue wakati wangu umeisha. Lazima nijue. Hakuna balozi anaondolewa nchini bila kupewa taarifa. Yaani amelala balozi wa Tanzania, anaamka anajikuta yuko Marekani. Yaani balozi wa Tanzania Marekani, amelala Tanzania, anaamkia Marekani. Inawezekana? Hata kama anaenda mbinguni, siwezi kulala duniani nikaamkia mbinguni. Haiwezekani. Kwa hiyo siwezi kufa usingizini. Siwezi, haiwezekani. Unaondokaje kwenye ubalozi wako bila taarifa? Hata kama unatakiwa urudi haraka, kuna notes unatumiwa angalau hata wiki moja kujiandaa na kuandaa familia yako ili ufanye nini? Uondoke. Lazima ufanye handover, lazima kuwe na mabadilishano. Nasema mtumishi. Kwa hiyo huwezi kufa ghafla. Haiwezekani. Siwezi kufa ghafla mimi. Siwezi. Ni kinyume na utaratibu wa kiufalme. Ninaondolewaje? Mimi niko huku kama mwakilishi wa mbingu. Ninaondolewaje ghafla? Tutaonana kesho, nitakuja kwenye semina kesho. Alafu kesho, jamani yule mtumishi aliyotuhubiria jana, kumbe alikuwa ndio anatuaga. Alikuwa anatuaga, niliwaaga mimi. Nimemwambia nitakuja kesho. Unaniambiaje nilikuwa na waaga? Hamna. Kuna tofauti ya kuaga kwamba jamani nimemaliza muda wangu. Na kuhubiri, mimi nikihubiri siagi. Sina hubiri nawaambia tutamalizia Jumapili. Alafu Jumapili jamani maskini. Kumbe ilikuwa ndio neno lake la mwisho. Neno la mwisho nitasema hili ndio neno langu la mwisho. Inaenda na unajitambua kiasi gani? Unajua ukianza kujitambua watu wanaweza wakasema una kiburi. Hapana. Kutambua nafasi yako na haki yako kwenye neno la Mungu sio kiburi. Kusema ya kwamba ugonjwa hauwezi kukaa kwenye mwili huu sio kiburi, kwa sababu ufalme wetu hauna magonjwa. Ufalme tunaoishi duniani una magonjwa. Kwa hiyo yanaweza yakajaribu kuja, yakija yanakutesti wewe, unajitambua kwamba ugonjwa hauwezi kukaa, kansa haiwezi kukaa hapa, haiwezi kukaa kwenye huu mwili. Lazima ujitambue kama mtu wa ufalme na useme kutokea kwenye utambuzi wako. Tuelewane watu wa Mungu, sio kusema tu, ni kusema kunakotokana na kujitambua. Kusema kunakotokana na neno la Mungu. Unalijua neno la Mungu alafu lina kiasi ambacho ndicho unachokisema. Siwezi kuwa maskini. Haiwezekani niwe maskini hata kama nimezaliwa kwenye familia maskini. Hivi unajua usemi wa aina hiyo utazalisha bidii. Utazalisha kutokata tamaa. Utazalisha kuhakikisha hata kama jambo haliendi linaenda. Siwezi kupata kansa hata ikitokea wanakupima wanasema unayo kansa. Haiwezekani kansa ikae huko. Utazalisha imani. Mwisho wa siku hiyo kansa itaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndivyo kila ufalme una lugha. Lugha yetu ya kwanza ni lugha ya neno la Mungu. Chochote kisicho sawa na neno la Mungu kisiwe lugha yako. Hata kama dunia, Biblia inasema kwa wazi sana. Maandiko yanasema japo watu 1000 waanguka mkono wangu wa kuume, anasema naam 10,000 upande wangu mwingine, hata hivyo
hicho kilichoangusha hakitanikaribia. Sio hakitaniua, hakitanikaribia. Hivyo unaona namna ambavyo neno la Mungu liko serious. Yaani hata kama uko kwenye hatari ambayo mko watu 11,000, alafu ukaona watu 1,000 wameuliwa na hiyo hatari, na upande mwingine ukaona watu 10,000 wameuliwa na hiyo hatari, umebaki umesimama mwenyewe. Maandiko yako serious kiasi ambacho anakuambia pamoja na kwamba unawaona wanapigwa hivyo, hicho kinachowapiga akiwezi kukukaribia. Sio kukugusa, akija kukaribia. Sijui kama unaelewa. Hakija kukaribia. Maana yake nini? Maana yake wewe ni pamoja na kwamba uko hapo katika mwili, lakini wewe halisi sio hapo. Sio hapo. Kwa usiseme kile watu wanasema. Unajua kuna watu wa Mungu ambao kwa kweli wanachokiishi ni matokeo ya maneno yao. Tena kiuhalisia kuna vingine tu Mungu amewarehemu. Yaani kuna mtu ukifuatilia anachoongea alitakiwa awe ameshakufa. Kabisa alitakiwa ajafa kwa sababu tu ya rehema za Mungu. Jaribu tukikusanya jumla ya maneno yako ambayo unajisemea mwenyewe, kwa bahati nzuri na kwa bahati mbaya, kuhusiana na afya yako. Utakiwa uwe na afya. Kuhusiana na uchumi wako, jumla ya maneno yako, ukutana ili unasema, ukutana ili unasema. Mungu akisema akupe kila unachoongea, kila unachojisemea, utaishi. Sasa haipaswi kwa hiyo. Inapaswa jumla ya maneno yako hiyo inazalisha uzima. Jumla ya maneno yako hiyo inazalisha mafanikio. Jumla ya maneno yako hiyo inazalisha afya. Jumla ya maneno yako hiyo useme kile unachokitaka na sio kile unachokiona. Amen. Bwana asifiwe sana. Kwa lugha yetu ya kwanza ni neno la Mungu. Kila ufalme wa Mungu una lugha. Lugha ya kwanza ni neno la Mungu. Na ili uliseme neno la Mungu lazima uwe ni mtu anayelijaza neno la Mungu. Sema neno kwenye kila hali unayokutana nayo. Hakikisha unajua neno la Mungu linazungumza nini kwenye hiyo hali. Alafu usiseme hali, sema neno. Na sio tu kusema, ianzie kwenye kushawishika ndani. Kubali ndani yako ushawishiwe na neno la Mungu. Kwa kabla ya kusema, hakikisha umeshawishika. Umekuwa convinced ya kwamba linavyosema neno la Mungu ndio halisi. Alafu kisha liseme neno. Kuna watu wengi anasema kwa kupigwa kwake Yesu mimi nimepona. Lakini moyoni mwake hajashawishika kwamba hilo neno ni halisi kuliko panado. Ndio. Watu wengi wanasema sitakufa bali nitaishi. Lakini lile neno moyoni hajashawishika ya kwamba hakuna mauti inaweza kunipata. Sasa hiyo haitakuwa na matokeo. Kwa sababu issue sio kusema. Issue ni unasema ambacho umekuwa convinced ndani yako, umeshawishika. Umeshawishika. Imani sio maneno. Imani ni moyoni kisha mdomoni. Biblia inasema kwa moyo mtu huamini, kwa kinywa husema. Hata wokovu sio sala ya toba. Wokovu kwanza moyoni. Mtu anayeongoza sala ya toba hajashawishika moyoni, ni kupoteza muda. Kwanza lazima mtu ashawishike moyoni, alafu akiri kwa kinywa. Kwa hakikisha kile unachosema umeshawishika. Yaani sana neno la Mungu kiasi ambacho moyo wako ushawishike kwamba siwezi kuwa maskini. Alafu kisha anza kukiri ulichoshawishika moyoni. Kana neno la Mungu kiasi kwamba moyo wako ushawishike kwamba kwa kupigwa kwake Yesu
wewe ni mzima. Maana yake hakuna ugonjwa unaruhusiwa kukaa kwenye mwili wako, kwa sababu Yesu alishapigwa kwa ajili ya ugonjwa wako. Kwa hiyo shawishika moyoni, alafu kiri. Kaa na neno la Mungu, ushawishike ya kwamba hakuna mauti inaruhusiwa kukupata bila ruhusa yako. Kwa sababu Biblia inasema nimeweka mbele yako uzima na mauti, chagua. Maana hakuna mauti inaruhusiwa kunipata bila uchaguzi wako. Ushawishike na hilo neno kiasi kwamba uione mauti ni ndogo zaidi ya neno la Mungu. Neno la Mungu ni kuu kuliko mauti yoyote. Alafu ndipo unasema sitakufa bali nitaishi. Sasa watu wengi tunasema kabla hatujashawishika. Tunasema kwa hofu na mashaka. Sitakufa bali nitaishi, ndani ya mchanganyiko anaogopa. Bwana anasema kushindana na hofu zake. Hiyo haitakuwa na matokeo. Sema kwa sababu umeshawishika na neno la Mungu. Kwa lugha yako ya kwanza ya ufalme wako ni nini? Neno, lugha ya neno. Akisha neno linashawishi. Akisha unashawishika kwamba nguvu ya Mungu inaweza kukulinda kinyume na chochote. Kwa mfano maandiko yanasema wala hakuna kitu chochote kitakacho wadhuru. Nenda kalisome hilo andiko. Likushawishi. Nafikiri ni Luka 10:19. Likushawishi ya kwamba hakuna kitu chochote. Unajua maana ya kitu chochote? Unajua maana ya kitu chochote? Kitu chochote maana yake chochote. Yaani umeshawishika, hakuna kinachoweza kukudhuru. Chochote kiasi kwamba mpaka hizo risasi umeweka kwenye kundi la chochote. Kwa maana yake hata inafika point nimewekewa bunduki hapa, ninashawishika kwamba wala hakuna kitu chochote kinaweza kunidhuru, ikiwemo risasi, ikiwemo bunduki. Haiwezi kunidhuru. Nimeshawishika ndani, alafu ninasema hakuna kitu kinaweza kunidhuru. Hakuna sumu inaweza kunidhuru. Hakuna chochote kinaweza kunidhuru. Sio kwa sababu naongea, kwa sababu ndani yangu nimeshawishika na neno la Mungu. Ninakuhakikishia neno la Mungu ni halisi na linaweza kufanya kazi. Kama moto huweza kuwadhuru Shadraka, Meshaki na Abednego, kama simba huweza kumdhuru Daniel, neno la Mungu ni halisi na linaweza kufanya kazi. Linaweza kututoa kwenye hatari yoyote. Linaweza kututunza hata kama mauti iko mbele, linaweza kutuokoa na mauti. Watu wenye ufahamu waliokolewa na mauti tena na tena na tena na tena. Mtu kama Paulo aliokolewa tena na tena na tena, mpaka ana ujasiri wa kusema yeye alituokoa na mauti atatuokoa na atazidi kutuokoa. Mauti kadhaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hakikisha unasema neno la Mungu. Lakini lugha kila, kwa sababu ufalme wa Mungu una lugha. Lugha yetu neno la Mungu. Lugha yetu ya pili ni kunena kwa lugha. Nena kwa lugha. Kunena kwa lugha. Hii ni lugha ya ufalme wa Mungu. Hii ndio lugha ambayo hata shetani haielewi. Ukiwa unanena kwa lugha, ni roho yako imeconnect moja kwa moja